Wanaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an bai'i thimari, na amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuyauza matunda. Wanaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an bai'i thimar, amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuuza matunda hatta yabdu salahuha, mpaka idhihiri kutengamaa kwake, kwa maana ya komaya weive. Uruhusiwi kuuza matunda hayajakomaa, haijadhihiri kutengamaa kwake, kwa maana kutengamaa, matunda yanafika mahala ni vigumu kuathiriwa na maafa, ndio maana yake. Yani wataalamu wanakwambia hapa ilipofikia wadudu hawezi kuathiri au hayawezi kuathiriwa na chochote biidhnillah, hata yabdu salahu, mpaka idhihiri kutengamaa kwake. Baadaye atakuja kuulizwa udhihiri vipi kutengamaa kwake, kwa maana atakapokomaa. Naha al-bai'a wal-mubtaa, amemkataza mnunuaji na muuzaji. Naha al-bai'a wal-mubtaa, amemkataza muuzaji na mnunuaji usifanye biashara hiyo. Matunda bado hayajadhihiri kutengamaa kwake, bado ni machanga, hayajakomaa, hayajaiva, haifai kufanya biashara ya vitu hivyo, kwa sababu vinaweza vikaharibika wakati wote. Lau maafa yatasibu, hayana nguvu ya kuhimili maafa. Wasila an salahiha, na aliulizwa kunako kutengamaa kwake. Faqala, akasema hata tadhhab ahatuhu, mpaka yaondoke maafa yake. Kwa maana kama nilivyosema, ile maafa yakawa hayawezi kuingia, matunda yanaweza kuhimili sasa maafa yatakapokuja. Wa fi lafdhi, na katika lafdhi nyingine, tamko lingine, hata tahmara au tasfar, mpaka yao meusi haya mazao au matunda, hata tahmar au tasfar, au yawe njano. Hiyo tegemea na matunda yenyewe yanakuwa vipi, yanakomaaga vipi, yanakomaa kwa kuwa meusi au kwa kuwa ya njano. Ikishafikia hapo, baada ya sasa hayo mnaweza mkafanya biashara, kwa sababu mara nyingi katika hali hiyo yale matunda yanastahimili maafa yale, dar'an khusumat wa tanazul, kwa ajili ya kuondoa magomvi na ikhtalifiana katika vitu kama hivi sababishwa na biashara za vitu kama hivi kabla ya kukomaa. Kwa hiyo sheria ikaweka utaratibu kwamba hivi viuzwe baada ya kukomaa. Wanaha an bai'il habbi hatta yashtadda, na amekataza kuuza punje mpaka zikomae pia. Hatta yashtadda, mpaka zikomae. Rawahu ahlus sunan. Waqala, na amesema law bi'ta min akhika thamaran, law bi'ta, law utauza, law utauza min akhika, kwa ndugu yako, thamaran, matunda. Law bi'ta min akhika thamaran, lau utamuzia ndugu yako matunda. Fa asabathu jaihatun, alafu yakayapata yale matunda maafa, yakaharibika yale matunda. Fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'an, fala yahillu, si halali, an ta'khudha minhu shay'an, ay min al-mushtari, min mali al-mushtari. Fala yahillu, si halali kwako wewe, an ta'khudha, ukachukua, minhu ay min mali al-mushtari, katika ile mali ya yule mnunuaji, shay'a, chochote. Yani kama utamuuzia mtu matunda alafu, au miti yenye matunda au matunda ile mmeelewana kwamba haya, chukua haya hapa, alafu yakapatwa na maafa ile matunda, ushachukua pesa, si halali kwako kuichukua ile pesa tena, kwa maana nataka uirudishe ile pesa kwa mnunuaji. Ndio dhahira ya hadithi, dhahira ya hadithi iko hivyo.
alafu akamaliza bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin, kwa kipi utachukua mali ya ndugu yako pasina ya haki. Rawahu Muslim. Bima ta'khudhu, kwa nini uchukue mali ya ndugu yako bighairi haqqin, pasina ya haki. Kwenye hii hadithi wamekhtalifiana ahlul ilmi ukitizama ilivyo, kwa sababu haijabainisha kwamba haya yameuzwa kabla ya kukomaa au baada ya kukomaa. Sababu sisi tumesema baada ya kukomaa yafaa watu kufanya biashara. Sasa ikipatwa na maafa hapo tena hatolaumiwa yule aliyeuza, kwa sababu hadithi zote za sheria hivyo. Kauli ya jamu min ahli al-ilmi ila al-imam al-Shafi'i na wengine wao wasema dhahira ya hadithi yaashiria kwamba haifai kwa hali yoyote, sawa ikomaa ilikuwa havijakomaa. Dhahira ya hadithi maulama isipokuwa Ahmad au wengine wote wao wamesema, maimamu watatu asiyekuwa Ahmad wao wamesema dhahira ya hadithi haifai, hata baada ya kukomaa ikitokea inabidi arudishe mali. Wasema wao wasema biashara ni sahihi, wao wasema biashara ni sahihi, lakini al-Imam Ahmad yasema sahihi, dhahira sahihi katika hadithi ni kwamba ikiwa viliuzwa kabla ya kukomaa. Sahihi ni kwamba ikiwa viliuzwa kabla ya kukomaa, kwa mujibu wa riwaya za nyuma, na hii ndio kauli sahihi, kwamba kama viliuzwa kabla ya kukomaa alafu ikatokea maafa, maana yake sanabidi mtu arudishe mali, kuashiria kwamba lau watafanya biashara kabla ya kukomaa, biashara ilikuwa ishapita, ishakubalika. Lakini sasa ikitokea maafa, yani haifai kufanya biashara hiyo, lakini ikitokea imefanya biashara ni sahihi, maafa ikitokea inabidi turudishe mali. Kwa hiyo wasema hadithi hii yaashiria masala haya kama yaliuzwa, hii yazungumzia kama yaliuzwa kabla ya kukomaa. Wengine wamebeba kwa itilaki yake kwamba hali zote haitofai, itabidi arudishe mali, yamekomaa hajakomaa, wengine wamesema hivyo. Lakini sahihi kwa mujibu wa hadithi zilizotangulia, ikiwa yaliuzwa kabla ya kukomaa inabidi arudishe mali ya yule mnunuaji. Ala babu al-khiyari wa ghairihi, ni mlango wa khiyari wa ghairihi, na vinginevyo visivyokuwa khiyari. Masala ya khiyari masala muhimu sana. Al-khiyari huwa khiyari ni kuchagua yule muuzaji au mnunuaji. Khiyar ni kuchagua yule muuzaji au mnunuaji kupitisha biashara au kutokupitisha biashara, kuvunja biashara. Wafanya biashara kuna hali ambazo anaruhusiwa, kuna kipindi na kuna hali zinamruhusu muuzaji au mnunuaji imdha al-bay' au fasl. Anaruhusiwa kupitisha biashara na kuwaza pia, akiamua kuivunja biashara anaruhusiwa, na kuna sura ambayo nje ya hapo hataruhusiwa kuvunja biashara na kuamua tu ana siuzi tena, alikuwa washauziana. Pia ni mlango muhimu sana, ni muhimu sana, kwa sababu yani watu mara nyingi wanakhtalifiana kukuta kujua mlango huu. Na madhehebu ya Imam Ahmad kwenye mlango wa biashara, masala hasa ya khiyari, madhehebu ya Imam Ahmad ausa, ni mapana kuliko madhehebu ya Imam Shafi'i. Kadhalika Imam Malik, sababu Malikia madhehebu yao na khiyari moja. Hata khiyari ya majlis mpokelewa kwa Imam Malik akikataa ile hadithi. Yatokea rudud baina ahli ilm kati ya Imam Malik na baadhi ya makarina wake, maneno makali kidogo. Ibn Abi Dhib kimzungumza kwa ukali Imam Malik rahimahullah ta'ala katika masala haya. Yustatabu Malik, anasema katika Siyar A'lam an-Nubala, anasema Ibn Abi Dhib yustatabu Malik fa in taba wa illa qutila au quti'a unquhu. Al-Imam Malik atakana ataka tauba
kwa sababu yeye alikataa khiyari, na hadithi hii ameitaja katika kitabu chake cha Al-Muwatta. Asipotubia kato shingo yake. Hii si sawa, kwa sababu Imam Malik imam na imam Ahlus-Sunna, imam mujtahid. Kwa hiyo huenda alirudisha hadithi kwa tawili. Na Shafi'ia wao khiyari wanataja moja, kama ilivyo kwenye masala ya sharika, lakini madhehebu ya Imam Ahmad ni ausa katika mlango wa khiyar na mlango wa sharika, usharika. Utaona hapo ametaja khiyari takriban 8 au zaidi ya 6. Qala wa idha waqa'a al-'aqdu sara lazima, ikishatokea biashara itakuwa imelazimu. Idha waqa'a al-'aqdu, ikishatokea biashara sara lazima, itakuwa imelazimu hiyo, hamna tena kurudi nyuma, hamna kurudi nyuma. Illa bisababi min al-asbab ash-shar'iyyah, isipokuwa kwa sababu miongoni mwa sababu za kisheria. Illa bisababin, isipokuwa kwa sababu min asbabi ash-shar'iyyah, katika sababu za kisheria. Kwa hiyo utaziangalia sababu hizo tazofanya mtu arudi akwambia, bwana mimi naona hii biashara, rudishie pesa yangu, chukua simu yako, chukua bidhaa yako, chukua gari yako, chukua pikipiki yako. Lazima hizo sababu ziwemo, la sivyo haitofaa. Qala faminha, miongoni mwa hizo sababu ambazo khiyari hizo, mtu unaamua sasa kupitisha biashara au kuivunja biashara. Faminha, miongoni mwa hizo khiyari, miongoni mwa hizo sababu, khiyarul majlis, ni khiyari sababu yake ni kuwepo kwenye kikao cha biashara. Bado kwenye kikao cha biashara, muda wa kuwa bado kwenye kikao cha biashara, mazungumzo, mko kwenye room, kwenye chumba, kwenye ofisi ndani, bado hamjaachana kwa viwili vyenu, au mko kwenye mawasiliano kwenye simu, mshafanya biashara, mmeelewana, alafu bado mko kwenye mawasiliano. Hakadha na njia zingine za kisasa ambazo zipo, bado mko kwenye mawasiliano, hamjafunga mlango ule kaachana, labda baadaye kaisha kheri, hamjaachana bado. Qala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa maana wakati ule unaruhusiwa kufanya maamuzi yoyote ambayo unayaona wewe. Ukijuta kufanya biashara hiyo, unasema mimi naona cha tu gairi hii biashara, hata kama ulikuwa umechukua pesa. Hiyo ni moja ya sababu za kisheria za kuruhusiwa wewe kuamua wakati huo. Wewe utaruhusiwa wakati huo, maadamu hamjaachana, bado uko ofisini kwake, umechukua pesa na mshampa bidhaa na mfano wake, bado hamjaachana, pale unaruhusiwa. Unaweza kukaa muda ukajuta, sasa simu kwa nini nimenunua hii simu, naona bora niachane nayo, unaruhusiwa kurudisha pale. Lakini kama mmeachana, umetoka nje, haifai kwa mujibu wa hadithi. Qala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, idha tabaya'a ar-rajulani, wakiuziana watu wawili. Idha tabaya'a ar-rajulani, wakiuziana watu wawili, fa kullu wahidin minhuma bil khiyar, basi kila mmoja katika wao wana khiyari, bil khiyar, lahum al khiyar, wana khiyari. Fa kullu wahidin minhuma bil khiyar, kila mmoja katika hawa wawili wana khiyari. Lakini akasema ma lam yatafarraqa wa kana jami'a, muda wa kuwa hawajatengana wakawa bado wako pamoja. Dhahiri hadithi si sharti kwamba mazungumzo yashafungwa, maadamu wako pamoja. Umefunga mazungumzo, hamjafunga, bado mko pamoja katika chumba cha biashara, katika kikao cha biashara, kama mmekaa mahala, hamjaachana. Lakini ikitokea mtu apiga simu akaondoka na biashara kwa mshafanya, haruhusiwi tena kuja kuivunja ile biashara, labda wewe mwenyewe tu msamehe. Kuna fadhila hizo. Tataja hadithi mishoni, man aqala musliman aqala Allahu athratahu, kimsamehe ndugu yake, basi Allah atamsamehe makosa yake na madhambi yake. Au yukhayyir ahaduhuma al-akhar, au atapomkhiyarisha mmoja wao mwenzake. Yani mmoja wao akamwambia bwana khairi, wewe utaangalia, ukiona urudishe, sawa. Labda kama ilitokea umeondoka lakini alikupa khiari,
mmoja wao, au yukhayyir ahaduhuma al-akhar, au amkhiyarishe mmoja wao mwenzake. Utaamal alfadh za hadithi, inaweza katokea hivyo, inaweza katokea hivyo. Fa in khayyara ahaduhuma al-akhar, ikiwa atamkhiyarisha mmoja wao mwenzake. Fa in khayyara ahaduhuma al-akhar, ikiwa atamkhiyarisha mwenzake mmoja wao mwenzake. Fatabayaa, kisha wakafanya biashara katika hali hiyo. Walam yatruk wahidun minhuma al-bay'a, walam yatruk, alafu hakuacha wahidun minhuma, mmoja katika hao wawili, al-bay'a, biashara. Hakuacha biashara, kwa maana aliendelea na ile biashara, ijapokuwa alipewa khiari, bwana wewe angalia ukiona, lakini akafanya biashara hivyo hivyo. Faqad wajaba al-bay', basi biashara ishawajibu, biashara ishawajibu. Muttafaqun alayhi. Ini khiyari ya kwanza ita khiyarul majlis. Khiyari sababu yake ni kukhiarishwa mtu imdha al-bay', kupitisha biashara kuvunja kwa sababu ya kikao, bado watu wako kwenye kikao kimoja. Qala wa minha, na miongoni mwa hizo sababu za kisheria, khiyaru shart, ni khiyari ya sharti. Afasiri mwenyewe Sheikh asema idha sharata al-khiyara lahuma, wakiweka sharti la khiyari kwa upande wao wawili. Idha sharata al-khiyara lahuma, ikiwa wataweka khiyari kwa wao wawili, wakawekeana sharti la khiyari. Au li ahadihima, au wakawekewa khiyari kwa mmoja wao, wakaweka khiyari kwa mmoja wao. Hivi basema muddatan ma'luma, muda maalum, anawekeana muda maalum. Kwa maana bwana, chukua hii simu labda siku 5, kiona kwamba biashara hii haujairidhia, wewe rudisha ndani ya zile siku 5. Ikishatokea wewe umeamua labda ile biashara umejuta, labda nadimta ala ma ishtaraita au biita, umejuta juu ya kile ulichokinunua au kiuza, unaruhusiwa kwenda pale ndani ya zile siku 5. Bwana, nimeona simu hii nirudishe kwa sababu 1 2 3, nimeona turudishe hizi, hata kama moja taja sababu. Kwa hiyo mliweka khiari ya sharti muda maalum, kwa itasihi pia, tasihi pia. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون عند شروطهم, kama ilivyosema wao wanasemaga ule utaratibu kwamba simu hii na guarantee. Sasa wao wanamaanisha kwamba unaruhusiwa kwa muda wa miaka 2 au mwaka mmoja, unaruhusiwa kurudisha. Sio wanamaanisha nini? Ikiwa na maana kama